Sasa kuna Pasaka mbili. Pasaka mbili. Kuna ya kwanza na ya pili. Kumbuka walipokuwa wanataka kumkamata Yesu, wakasema hivi, tusimkamate siku ya Pasaka, isije kawa vurugu. Watu wameandaa pizza yao, biriani yao, alafu inatokea vurugu. Sasa hiyo ilikuwa ni Pasaka ipi? Sikia, usipojua Pasaka hiyo, huwezi ukaona matokeo ya Pasaka hii ya pili. Sasa tuliangalia Pasaka ya kwanza, tukaanza kuona chanzo. Nikakwambia sikukuu ya Pasaka ni miongoni mwa sikukuu za Mungu alizoziagiza wana wa Israeli waziazimishe. Sikukuu za Mungu ziko kama 7. Lakini kwa kukomboa muda labda tutaje moja alafu tuendelee na Pasaka. Soma kitabu cha Walawi 23:41 na 42. Neno matakatifu ya Mungu yanasema, nanyi mtaishika kuwa sikukuu kwa Bwana muda wa siku 7 katika mwaka. Ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Mtaishika katika mwezi wa 7. 42. Mtakaa katika vibanda muda wa siku 7. Wazaliwa wote wa Israeli watakaa katika vibanda. Bwana pia Pasaka ni miongoni mwa sikukuu za Mungu, ikiwemo hiyo tuliona inaitwa sikukuu ya vibanda. Ilikuwa na maana yake, ilikuwa na sababu zake kuwepo, na ndio maana Mungu akaagiza waishike kwa vizazi vyote, na ilifanyika mwezi wa 7. Walikaa kwenye vibanda, kulikuwa na amana. Kwa hiyo iliamuliwa ifanyike milele. Kwa nini? Ndani ya sikukuu hiyo kulikuwa na jambo la kimungu. Kulikuwa na kitu cha kimungu ambacho kilihitajika ijulikane kwa vizazi vyote. Ndio maana Mungu akaagiza sherekea vizazi. Unaposikia sikukuu, maana ya sikukuu ni siku ambayo kuna jambo la kimungu linafanyika. Hapa Tanzania kuna sikukuu tarehe 9 ni siku ya uhuru, kwamba tarehe 9 mwezi wa 12 1961 kuna jambo lilifanyika siku hiyo kwa nchi hii ya Tanzania. Vizazi vyote lazima wajue, kila mwaka wanaadhimisha, lengo kutunza kumbukumbu kwa vizazi. Nchi hii ilikuwa imetawaliwa na Mjerumani wakapigana na Mwingereza, Mjerumani akapigwa, Uingereza akachukua nchi hii. Lakini tarehe 9 Disemba gavana wa Kiingereza akashusha bendera, ikapanda bendera ya Tanganyika. Bwana, mambo hayo kwa vizazi ambavyo havikuwepo lazima wajue. Kwa ndio maana kila mwaka hasa sikukuu za Mungu zina maana kwamba katika siku hiyo na jambo la kimungu lilifanyika. Sisi hapa tumeanza kula Pasaka. Kama watu wanakula chapati, vitambi vinatokeza kula